mwanamke ambaye anajulikana sana kwenye Biblia na watu wanampenda sana, tunampenda sana kwa sababu imani yake ilikuwa ya kitofauti, na yeye ni Esther. Kwa hivyo leo tutajifunza Esther, tutaangalia Esther mlango wa 4 mstari wa 1 hadi 16. Hapa tunaangalia kuwa Wayahudi walikuwa wanapitia mateso, manyanyaso, walikuwa wamishoni, walikuwa exile, walikuwa ni watumwa, walikuwa kwenye nchi ya utumwa. Na tunamuona pale Haman alikuwa hapendi sana, alikuwa na kisasi na wao, especially Mordekai, hadi akapanga njama. Tukiendelea anaenda kumwona mfalme, mfalme anatoa decree kuwa Wayahudi wauliwe, kila nyumba iuliwe. Na Haman hata hivyo anasema atatoa hela kubwa sana ili watu waweze kumalizwa kabisa nchini kwao hapo. Sasa tutaanza kuanzia mstari wa 1 hadi wa 16. Tutasoma haraka. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwako msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Basi wajakazi wake Esther na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye hasikubali. Kisha Esther akamwita Hataki, msimamizi wa nyumba mojawapo wa mfalme, aliyemwagiza amhudumu Esther, akamtuma kwa Mordekai ili ajue mambo hayo na maana yake ni nini. Basi yule Hataki akatoka nje kumwendea Mordekai kwenye uwanda wa mji ulipo mbele ya mlango wa mfalme. Naye Mordekai akamweleza yote yaliyompata na hesabu ya fedha Hamani aliyoahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili Wayahudi waangamizwe. Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuwaangamiza iliyotangazwa Shushani, ili amwonyeshe Esther na kumweleza tena, amwagize aingie kwa mfalme kumsihi na kuwaombea watu wake. Basi Hataki akaja akamwambia Esther maneno ya Mordekai. Ndipo Esther akasema na Hataki, akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yoyote akiwa mwanaume au mwanamke atakayemjia mfalme katika ua wa ndani wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30 sasa. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther. Naye Mordekai akawaagiza wampeleke Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai.
uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala msinywe, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Na hilo ndilo neno la Bwana. Tunaona hapa Esther alipokuwa anafanya hivi. Yaani ujio wa Esther kwanza kabisa hekaluni ulikuwa ni mpango wa Mungu. Labda walikuja waliona kama itakuwa, yani ilikuwa ni chance tu imetokea bila sababu, lakini baadaye wakaja kujua kuwa Esther alikuwa amechaguliwa na Mungu ili kuenda pale hekaluni, palace ikulu hekaluni, ikulu. Sasa hebu fikiria Esther alivyokuwa, yani ni msichana ambaye yani hana title yoyote, familia yake sio familia ambayo inatambulika, ni kasichana tu kamelelewa na ndugu yake ambaye ni kazini yake. Alafu anafika hadi ikulu. Alafu pale anafika ikulu, bado tena kunatokea issue ambayo inamhitaji yeye kama yeye ambaye ni msichana. Kwa macho yake mwenyewe anaona kama yeye ni msichana wa kawaida sana. Anaona kama yeye sio msichana ambaye kwanza kabisa alikuwa anafaa afike kwa mfalme. Lakini kwa uwezo wa Mungu anamfikisha pale kwa mfalme. Na akiwa ikulu kwa mfalme, tena bado anaambiwa yeye ndiye aende akazungumzie kuhusu kabila lake ya Wayahudi. Sasa yeye kama Esther, hebu tafakari, yeye kama Esther alivyokasichana tu, bado ni mdogo, alafu bado haya majukumu yanakuja yanamjia yeye. Naweza nikatafakari nikasema kweli moyo wake ulikuwa unapiga kwa haraka sana. Lazima alikuwa anatetemeka, anashindwa afanyeje, lakini kulikuwa na nguvu ndani yake ambayo yeye mwenyewe alikuwa yani inamsubiria tu yeye mwenyewe aitoe, aivumbue. Kwa hiyo baadaye anakuja kutambua kuwa amewekwa pale kwa wakati kama huu. Bwana asifiwe. Na leo neno letu la leo linasema umewekwa kwa wakati kama huu. Umewekwa pale ulipowekwa kwa wakati kama huu. Hadithi ya Esther inatufundisha kuwa nguvu za Mungu huwaweka watu mahali sahihi kwa wakati sahihi. Haijalishi umewekwa sehemu gani, haijalishi wewe uko wapi. Jambo la kwanza unafaa ufanye kama mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu aliyekombolewa, unafaa ujue kwanza kabisa kuwa sehemu ile uliowekwa, umewekwa sehemu hiyo kwa wakati kama huu. Labda wewe ni kijana mdogo, hauna kazi, unaona umehangaika sana, hujapata kazi. Mungu amekuweka pale kwa wakati kama ule, kwa sababu ana sababu. Amekuweka bado, anakuchekecha, anakufundisha, anakuandaa kwa sehemu ile atakayokupeleka. Au umeajiriwa kazini, labda ile position ambayo umepewa sio ile position ulikuwa unatamani, sio position ambayo ulikuwa unawaza labda baada ya miaka 3 utabadilishwa, 2, 4, 5 utabadilishwa, lakini umekaa pale unaona hamna mabadiliko, uko pale, lakini jua kuwa uko pale kwa wakati kama huo. Kuna sababu Mungu amekuweka pale. Kuna huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako kwa wakati ule, anataka akutumie kwa wakati kama huu, pale alipokuweka. Hata kama umuoni Mungu kama anafanya kazi, nataka nikuambie kuwa hata kama unamuona hafanyi kazi, jua kuwa Mungu anafanya kazi. Hapo ulipo, pale amekuweka. Unaona kama mambo yako hayaendi, jua Mungu anafanya kazi. Unaona kama umeomba sana hajibu, jua Mungu anafanya kazi. Ukimya kwa Mungu haumaanishi kuwa Mungu hafanyi kazi. Ukimya wa Mungu unamaanisha kuwa Mungu anafanya kazi, lakini wewe mwenyewe kwa macho yako ya kimwili haujaona. Lakini kule kwa kiroho, Mungu tayari yupo kazini, anafanya kazi kwa ajili yako. Kwa hiyo kitu kinaweza kikaonekana kama vile
Ujielewi au ukaona umefika sehemu, yani ni bahati gani imekupeleka pale? Hapana, sio bahati tu. Hiyo ni mara nyingi sana huwa ni mpango wa Mungu. Mungu yupo kazini, anafanya kazi juu yako. Esta alikuwa sio mtu mwenye hadhi, alikuwa sio mtu mwenye jina kubwa, lakini alitumika na Mungu. Esta alikuwa ni mtoto yatima. Esta alikuwa mkimbizi, lakini Mungu alimchukua kutoka kawaida akamweka kwenye nafasi ya kifalme. Maanake alimweka pale kwa wakati kama ule ambao alikuwa anahitajika na watu wa Wayahudi. Tunaona kuwa kwenye maisha kuna mambo ambayo Mungu huwa anafanya ili aweze kukuandaa. Jambo la kwanza ni Mungu huwa anakuandaa kimya kimya. Mungu hakuandai kwa kelele. Mungu hawezi kukupeleka sehemu kama hajakuandaa. Huwa anapenda sana kujitumia mimi kama mfano na kusema, mimi ninajua hata mtu asiponiambia, najua hapa nilipo sasa sio pale nilipokuwa miaka 3 zilizopita. Mimi Susan unayemuona DPC sasa, huu ni mwaka wa 5 nahisi, manake nimejoin DPC kama DPC ndio imesherekea mwaka wa kwanza au ndio inaelekea kusherekea mwaka wa kwanza hadi leo. Lakini naamini tangu nimeingia DPC hadi leo mimi ni mtu wa tofauti. Kuna vitu vingi sana Mungu ametenda ndani yangu. Kuna vitu vingi sana Mungu ametumia juu yangu. Kuna wakati nimepita sehemu naona kama nimefika mwisho. Kama vile Wayahudi walipoona ninio ilipotolewa hiyo ukiri wa mfalme ulipotolewa kuwa Wayahudi wauliwe kwa sababu ya Haman. Kabisa Wayahudi waliona kama wameangamia. Waliona kama ndio kitabu chao kimefungwa pale. Nimepitia hayo. Kuna wakati nilifutwa kazi, nikajua kabisa basi mimi huu ndio mwisho wangu. Alafu unafutwa kazi na hujaambiwa umefanya nini. Nikajua kabisa mimi ndio mwisho wangu huu. Yaani hapa ndio mwisho. Kumbe Mungu ananiandaa. Na nashukuru Mungu sana kwa mchungaji wetu, na nashukuru Mungu sana kwa mume wangu. Kwa sababu mume wangu aliniambia nilipokuwa nina hofu sana, yani ni mtu wa mawazo, najiuliza kuwa Mungu, mimi ni mtumishi wako, mbona niachishwe kazi hivi tu kama mtu ambaye sijui amefanya nini, hakuna kitu nilichokifanya. Nakumbuka mume wangu aliniambia, unajuaje kama Mungu amekupangia uachishwe kazi kwa wakati kama huu? Unajua ana malengo gani juu yako? Pastor pia aliwahi niambia the same thing, akaniambia kuwa Mungu ana mipango juu yako. Kama huu mlango umefungwa, kuna mwingine unafunguliwa. Na kweli baada ya hapo nimeuona mkono wa Mungu kweli. Kuna hiyo miezi ambayo niliona ni kama nipo sehemu ambapo sijielewi, sijui nifanye nini. Mimi nimezoea mshahara, hela zangu nilizoweka kidogo zinatumika, lakini sioni kinachofanyika. Na pia hapo wakati napoteza kazi, it's very funny kwa sababu napoteza kazi, naibiwa hela zangu benki. Kwa hiyo ilikuwa msimu ambao ulikuwa msimu wa changamoto mingi sana. Na niliona ni kama ninapotea. Niliona nikawa najiuliza kwani nimefanya kitu gani hadi Mungu afanye vitu kama hivi kwangu. Kwa sababu mimi mwenyewe kwa macho ya kibinadamu nilikuwa naona kama ni majaribu gani hii Mungu ananipa? Kweli nastahili hivi? Lakini Mungu alikuwa ananiandaa kwa wakati kama huu. Bwana asifiwe. Na naweza nikasema kuanzia pale nilipoachishwa kazi hadi leo, maendeleo niliyofanya ni mengi kushinda niliyokuwa nimefanya nikiwa pale kazini. Huduma yangu imeendelea zaidi saa hii kuliko ule wakati nilikuwa nimeajiriwa. Amina. Naweza nikasema Mungu amenijalia neema, nimeongoza watu kumjua Kristo zaidi wakati huu kuliko wakati nilikuwa nimeajiriwa. Kwa hiyo Mungu alikuwa ananiandaa wakati ule kwa sababu ya wakati kama huu. Kwa hivyo unapata kuwa Esta alikuwa ni mtu ambaye hajulikani. Mungu akawa anamwandaa kimya kimya, lakini yeye mwenyewe hakujua kule kuandaliwa, anaandaliwa kwa ajili ya nini. Labda ukiangalia kwa macho ya kibinadamu, Esta aliona kuwa anaandaliwa kuwa malkia, and that's it. Alijua yeye kufika kuwa malkia, mtoto ambaye amelelewa, mtoto ambaye hana mzazi, alikuwa amelelewa tu na kazini yake, akawa anajua kuwa labda hapa ndio mwisho wangu.
labda hii kuwa tu malkia, basi nimefika. Lakini hakujua kuwa Mungu anamwandaa kisirisiri kwenye maficho, pale watu hawamuoni, watu wajui, wanamchukua kama mtu wa kawaida. Na hiyo ndio siri ambayo Mungu alikuwa anatumia hapo. Kwa hivyo msimu wako unaweza ukaonekana ni kama uko kwa msimu wa adhabu, msimu ambao uelewi kinachoendelea, msimu ambao unajiona ni kama umepotea, hauelewi ni nini kinachoendelea maishani mwako, lakini ni msimu wa maandalizi. Bwana asifiwe. Pale anapokuandaa Mungu, anakuandaa. Hawezi kukuandaa ukiwa kwenye sehemu yako ya utulivu, comfort zone. Hapana. Unapoandaliwa lazima kitokee, lazima jambo lifanyike ambalo litakutia moto, ambalo litakuchocha ule moto ili uweze kumtafuta Mungu zaidi. Yani lazima kitu kitokee ambacho utataka utafute uso wa Bwana mara ya pili tena, ambayo itakuingiza kwenye maombi mara ya pili tena. Mungu anapokuandaa, anakuandaa kimya kimya. Jambo la pili, Mungu hukuweka mahali sahihi. Kwa hiyo popote pale ambapo Mungu amekuweka mahali pale kwa kusudi lake fulani. Unaweza kuwa ni mtoto wa chuo, Mungu amekuweka pale chuoni kwa wakati ule kwa sababu yake mwenyewe anayejua. Anakuandaa kwa jambo fulani. Amekuweka hiyo chuo, hajakupeleka chuo kingine. Labda wewe matamanio yako ilikuwa ni chuo kingine, lakini mwisho wa siku umefika, umepata chuo ambayo upo kwa wakati huu. Ifurahie, ipokee, jua kuwa umewekwa pale kwa wakati kama huu. Ni wakati wako wa sahihi wa kuwa pale. Upo kazini, unaona kama hamna maendeleo kazini kwako, jua kuwa Mungu amekuweka pale kwa kusudi. Hajakuweka tu kwa bahati mbaya. Kama vile Esther alipowekwa pale, hakuwekwa pale kwa bahati mbaya. Esther aliwekwa pale kwa kusudi la Mungu. Na wewe pia pale ulipo hujawekwa tu kwa bahati mbaya, bali ni mpango wa Mungu. Jambo lingine ni Mungu yupo hata pale ambapo haumuoni. Mungu yupo hata pale ambapo unakuwa haumuoni. Unaona kama vile humuoni, unaomba uoni kama unajibiwa, lakini jua kuwa yupo. Hata kile kimya, hiyo kimya ya Mungu, hiyo kimya ina nguvu sana. Kwa yule ambaye anatambua, na naomba sote tutambue kuwa Mungu anapokaa kimya ni uandalizi, anakuandaa. Na kimya cha Mungu kina nguvu sana. Kimya cha Mungu kiona amenyamaza, anza kuuliza, anza kutafakari. Je, Mungu unataka nijifunze nini kutoka hapa? Mungu ni nini unataka nijifunze hapa? Mungu ni nini, lengo gani unayo juu yangu hapa? Kawaida yetu sana sisi, kawaida yetu sana tunapopatana na changamoto, nimesimulia stori yangu, unajipata kuwa unaanza kuwa mtu wa hofu, unaogopa, hofu inakuingia. Asubuhi nilisema huwa tuna kwenye saikolojia tunaziita the 3 F's, ambayo ni freeze, fight or flight. Freeze, fear or flight. Hizi freeze ni unakauka pale, unashindwa ufanye nini. Fear ni hofu, flight ni kutoroka, unataka utoroke. Wengi wetu Mungu anapokuwa na purpose juu ya maisha yetu, huwa mara nyingi sana badala kukaa kutulia kumuuliza Mungu ni nini kinachotokea, wengi wetu huwa tunashtuka, tunaanza kuogopa, alafu tunatoroka. Hatuendi kile ambacho hatutaki kufanya kile Mungu amekusudia juu yetu kwa sababu ya woga. Hofu ni kitu ambacho ni kitu cha kawaida sana, huwa kinatutokea, lakini usiruhusu hofu ikaja ikakumaliza wewe, ikakuamulia maisha yako. Usiache hofu ikaja ikakufunika, ikakuzingira kabisa, ikawa wewe ni hofu tu, unaona yale ambayo Mungu amekuandalia mbele yako unakuwa huoni kwa sababu ya ile hofu ambayo ipo ndani yako. Naomba tuwe watu ambao tuna ujasiri ndani yetu. Kama vile Esther, tunaona pale akisema kama nitakufa basi na nife.
Yaani atakuwa alitafakari, akatafakari, akatafakari, akatafakari. Akaona kwanza vile Mordekai alimwambia hata ukikataa kutusaidia sisi, lakini sasa kutatokea mtu mwingine ambaye atakuja kutusaidia, lakini wewe na familia yako hautakuwa na amani. Ukiangalia unaona ni kama ni kalaana fulani hivi, lakini ni ukweli. Kama mfano, unaweza kuwa unaenda kumtembelea mtu hospitalini, labda ni ndugu yako, rafiki yako wa karibu ameumwa, umeenda kumwona. Utafika pale amelazwa wodini, yupo wodi namba 3 kitanda cha pili, umeenda wodi namba 3 kitanda cha pili, ukamwangalia huyo rafiki yako, mkapiga story, ukampa matunda ulimletea, ukamaliza ukaondoka. Labda na kuna mtu kitanda cha kwanza na kitanda cha 4, huyo mtu anahitaji tu tabasamu lako. Huyo mtu anahitaji tu umwambie kuwa Yesu anampenda. Huyo mtu anahitaji tu mtu amjulie hali, hata amuulize tu, je, nini unaumwa na nini, tunaweza tukaomba? Haya, siku zikaenda 2 3, ukarudi ukapata yule mtu wa kitanda cha kwanza au kitanda cha 4 amefariki. Wewe kama mtu mpenda Kristo, mtu ambaye umeokoka, nini kitakujia akilini cha kwanza? Utaanza kujuta, jamani, kama ningefanya kitu fulani, jamani, kama ningemsalimia, jamani, kama ningeomba naye, labda vitu vingekuwa tofauti, labda ningemuongoza kwa Kristo, labda angefariki kama anamtambua Kristo ni nani. Kwa hiyo ujasiri ni pale ambapo unaamua kufanya maamuzi hata kama woga upo ndani yako, lakini unaacha hii woga haikutawali. Unaamua kunyanyuka kwa ujasiri na kufanya kile kitu ambacho kusudi ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Ndiyo, hofu ipo, lakini unaweza ukashinda ile hofu na ukaweka ujasiri ndani yako, na Mungu akatembea na wewe na ukaweza ukafanya jambo ambalo ulikuwa unaona hauwezi ukafanya. Unaweza ukatimiza lengo ambalo wewe mwenyewe ulikuwa unaona hautaweza. Mimi huwa nafurahia sana, naweza nikafanya jambo, baadaye mtu ananiambia, dokta, unajua ulinigusa sana. Sina habari, lakini kwa sababu nilikubali, nikaitikia ule mwito, nikafanya. Ninafanya kwa sababu sijui kama Mungu amenikusudia pale, lakini mimi kitu ninachokijua ni hakuna siku nitakuwa sehemu bila Mungu kupanga kuwa niwe ile sehemu. Na hicho ndicho ambacho kinatokea kwa sisi wote tunaomtambua Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Mienendo yetu inaongozwa na Mungu. Popote tunapoenda ni tunaongozwa na Mungu. Jambo lolote tunalofanya, hakuna jambo linalofanyika kwa maisha yetu kama bahati tu. Na hata Esther labda ilikuwa tu ni bahati nzuri, ametoka familia ya kimaskini, ametoka kwa familia ya kieleweki, akawekwa pale ikulu. Lakini Mungu alikuwa na kusudi. Hakuna kitu ambacho kinafanyika maishani mwetu eti ni bahati tu. Hapana, na usiwahi fikiria hata siku moja ni bahati. Ni kusudi Mungu anayo juu yako. Kama ni baraka amekushushia hiyo baraka, ameshusha kwa sababu ni kusudi anayo juu yako kuhusu ile baraka. Isiwe ya kwako tu, lakini iwe ni baraka ambayo unaweza ukashare na watu wengine wakaweza kumtambua Mungu ni nani. Kwa hiyo popote tulipo, popote ambapo umewekwa na Mungu, kwa sababu amekuweka pale kwa wakati kama huu. Kuna neno analo juu yako, kuna kusudi analo juu yako. Kwa hiyo tutoe hofu na tuweke ujasiri. Ujasiri ni pale unaposonga mbele hata kama una hofu. Una hofu lakini unatembea hapo unasema, Mungu upo na mimi. Natembea hapa lakini Mungu upo na mimi. Niwa nikiona sasa hofu imenizidi, kuna wakati hofu inaweza kuzidi, unashindwa hata kusali. Anza kusifu na kuabudu. Hiyo naye ni ibada mbele za Mungu. Sifu, abudu, mtukuze Mungu, simama na Mungu na utaona ukishinda. Manake uko sehemu upo kwa wakati kama huu. Tuangalie maamuzi 3 ambayo yanabadilisha hatima. Uamuzi wa kwanza ni jitambue wewe ni nani. Wengi wetu tunajua kuwa tumeokoka, tunampenda Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Sisi tunajua tunaenda mbinguni na huo ndio utambulisho wetu ambao tunajua. Ila utambulisho unaenda ndani zaidi ya hapo. Je, kama wewe ni mwana wa Mungu,
wewe ni mmiliki wa kile Kristo amesema unamiliki. Neno la Mungu linasimama na wewe kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, mteule wa Mungu. Amekuchagua kwa kusudi. Wewe ni mwana mtakatifu wa Mungu. Lazima utambue wewe ni nani. Manake tunakosa baraka zetu, tunakosa kufikia hatima zetu kwa sababu hatujitambui sisi ni nani katika maisha. Jambo la pili, usiruhusu hofu ikuzuie. Usiruhusu hofu hata siku moja. Na ndio maana naona Biblia imetaja usihofu kama zaidi ya mara 365 na usihofu. Ina maana Mungu naye alijua kabisa na anajua sisi binadamu hofu ipo na sisi. Na anajua kwanza hofu ni kitu moja ambacho shetani anatumia sana kuwakandamiza Wakristo, kuwakandamiza watu wa Mungu. Kwa hiyo usiruhusu hofu iweze kutamalaki. Wewe ni hofu. Hapana, una ujasiri ndani ya Kristo aliyekuokoa. Una ujasiri ndani ya Kristo ambaye unaishi ndani yake na yeye yupo ndani yako. Kwa hiyo usiwache hofu ikutawale, mwana wa Mungu. Jambo la tatu ni pale unapoacha hofu isikutawale, basi inakubidi uchukue hatua. Huwezi ukajua hatima yako bila wewe kuchukua hatua. Lazima uchukue hatua ambayo itakuendeleza mbele. Lazima uchukue hatua ambayo itakupeleka kwa the next step ambayo Mungu amekusudia amekukusudia. Mimi kama vile nilivyokuwa nikianza nikasema anytime wakati wangu wa kuzaliwa, siku ninaposherehekea, ninapokumbuka siku yangu ya kuzaliwa, huwa namwambia Mungu, asante kwa kunivusha kwa mwaka uliopita. Asante kwa yale uliotenda ndani yangu. Asante kwa kunitumia ili kuweza kuwa baraka kwa wengine na kuweza kukutumikia wewe katika ufalme wako. Naanza this new season. Ni nini Mungu umepanga juu yangu? Ni nini Mungu unataka nitimize? Niongoze, nielekeze katika purpose yangu ya season hii. Kwa hiyo lazima uchukue hatua. Ukinyamaza tu itakuja, utaiangalia, hofu itakuingia, utashindwa cha kufanya, utashindwa uendelee wapi na utanyamaza. Ushindwe kutimiza yale ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo lazima uchukue hatua. Hatma haiji kwa wale wanaofikiria tu. Hatma huja kwa wale wanaochukua hatua. Lazima uchukue hatua. Ukinyamaza tu hautajua ni nini kinachoendelea ndani yako. Asubuhi nimesimulia story, nikawa nasema niliitwa kuzungumza sehemu jana. Na nilipokuwa nimeitwa kuzungumza, nilikuwa tayari nilikuwa nimepeleka mtu hospitali. Sasa pale nipo hospitalini napigiwa simu. Sijui namaliza saa ngapi kwanza hospitalini. Hawa walikuwa wamemwalika mtu kuzungumza na wao, na pale wamemwalika huyu mtu kuzungumza nao aka-cancel. Dakika ya mwisho tu aka-cancel. Walipo cancel walikuwa saloon, yule mdada wa saluni akanipigia simu akaniambia Dr. 1 2 3. Na basi waliponiambia ikabidi nije. Aliponiambia akamwambia nampa mtu namba anipigie. Akanipigia akaniambia wananihitaji saa 7. Nikauliza saa 7? Saa 8 haiwezekani. Wakaniambia hapana dokta, tulikuwa tunaomba, manake tunaanza mapema, kwa hivyo tulikuwa tunaomba at least hiyo saa 7 uwe umefika. Sasa kama ningekuwa sio mtu wa kumsikiza Mungu, najua kile ningefanya hapo, ningejiuliza wananitafutaje haraka hivi, wananitafutaje dakika ya mwisho hivi. Hapana, mimi hapo siendi. Alafu tena kitu kingine pia, ile hela waliosema wananipa kwangu mimi ilikuwa ni kidogo, lakini nikasema hivyo nitafanya hivyo. Nikaenda nikazungumza na wao kuhusu utambulisho, na nilipomaliza kuzungumza nao, kawaida kabla mimi kutoa huduma ama kufanya nini kuzungumza, huwa namwambia Mungu, naomba uguse tu hata mtu mmoja tu, inatosha. At least mtu mmoja abadilike fikira, abadilike, akutambue wewe. Mimi hiyo tu huwa imenitosha, siombi wengi. Lakini nilipomaliza kuzungumza, walijitokeza wadada 6 ambao walinifuata
wanataka kujua zaidi, natokea wapi, wanaweza wakanionaje, tunaweza tukazungumzaje. Nikarudi nikajiuliza, kama ningewaambia hapana, hii baraka singenipita, hii papasi yangu ya jana singenipita, ingenipita. Lakini kwa sababu nilisikiza, nikakubali, nikachukua hatua, basi watu wa 6 waliweza kukombolewa. Watu wa 6 tulianza kuzungumza na wengine, nikawapa namba, nitaenda kuwaona wiki hii. Ni watu ambao nikizungumza, nikikutana nao nitamhubiri Kristo, na mwisho wa siku nitakuwa nimeleta watu wengine kwa Kristo. Kwa hiyo pale popote tunapowekwa, ningeweza kama ningekuwa mtu ambaye ninajivunia, ninajiona kuwa nimefika, mimi dokta, sijui mimi nani, ningewaambia hapana, mimi huwa mtu ananibook wiki 2, wiki 3 au mwezi kabla. Unaniambia asubuhi, unaniambia niende saa 7, hapana, siendi. Lakini nilisema nitaenda. Nilitoka huko hospitali, nilikuwa nimeenda nikamshusha mgonjwa nyumbani, mimi huyo hata sikukaa, nikanyanyuka nikaenda. Na mimi kuenda huko nikapata watu, kumbe kuna watu wanahitaji tu watoto wao wafunguliwe, wao wenyewe wafunguliwe, waume zao wafunguliwe, yani waelewe maisha. Wengine hawaelewi maisha inaenda wapi. Alafu kilichonifurahisha ni wengi walipokuwa wanajitambulisha ni watu ambao wanamtambua Kristo ni nani. Lakini sasa wanamtambua Kristo ni nani, lakini hawatambui wao ni nani ndani ya Kristo. Kwa hiyo lazima tujue sisi ni nani ndani ya Kristo, na lazima tuchukue hatua. Tusikae tu, wapendwa wa Mungu, lazima tuchukue hatua ili na tujue hatima yetu katika Kristo ni nani. Mahali ulipo ndugu yangu sio bahati mbaya. Umewekwa hapo kwa sababu kubwa sana ya Mungu. Mungu anajua kwa nini, na amekuchagua wewe, sio mwingine. Kakuchagua wewe uwe mahali hapo kwa wakati kama huu, kwa sababu kwa wakati kama huu anaenda kukutumia kwa njia ya tofauti sana. Umkubali tu aweze kukutumia. Mahali ulipo sio bahati mbaya kabisa. Omba Mungu ujue ni sababu gani uko hapo kwa wakati kama huu. Naomba tutafakari na tujiulize, hapa tulipo, hapa nilipo mimi, hii ofisi nilipo mimi, hii huduma nilipo mimi, Mungu unataka nifanye nini hapa? Manake amekuweka hapa DPC Dodoma kwa wakati kama huu. Amekuweka hapa ili aweze kukutumia katika wakati kama huu uliopo DPC Dodoma. Amekuweka pale chuo kwa wakati kama huu kwa sababu anakusudi na wewe hapo chuo kwa wakati kama huu. Amekuweka hapo ofisini kwako kwa wakati kama huu kwa sababu anakusudi na wewe kwa wakati kama huu. Haupo pale ulipo kwa bahati mbaya. Upo hapo kwa sababu Mungu anataka akutumie akutumie kwa wakati kama huu. Je, wakati wako ukifika, na umefika kwa sababu wakati ndio huu, unachagua hofu au unachagua kusudi? Tafakari hilo, ujiulize. Unachagua nini? Unachagua kuendelea kuwa na hofu? Unachagua kuendelea mtu wa kuwa woga, kujiuliza watanifikiriaje, kujiuliza watasema nini juu yangu? Au unachagua kusimama na neno la Mungu ambayo ameweka ndani yako? Tunaona Esther alipojua kuwa ameitwa kwa wakati kama huu, aliambia watu wake, aliambia Wayahudi wenzake, tunafunga kwa siku 3. Tunataka kuenda mbele za Mungu kwa siku 3. Tufunge, tusikunywe usiku na mchana. Hapo anajiandaa kwa sababu ameona haelewi mazingira yaliyokuwa yamemzunguka. Kwa hiyo anajiandaa ili kujua anapoenda anaenda na Mungu. Kitu kingine tunakigundua katika kitabu cha Esther
jina la Mungu halijatajwa pale, lakini tunaona mkono wa Mungu kila sehemu, kuanzia chapter 1 hadi 7. Mungu yupo, Mungu yupo, Mungu yupo, lakini hajatajwa hata mara moja. Na hata hapa Esther anapoambia ndugu zake, anaambia Wayahudi wenzake, tutafunga, tutavaa nguo ambazo zimenini, tutajipaka vumbi, tufunge siku 3, hatunywi hatuli, usiku na mchana, tukijiandaa. Alafu mimi ikifika siku ya 3 nitavaa nguo zangu za kifalme, nitaenda mbele ya mfalme, kama nitakufa basi nife. Babu alijua hakuna hatua anaweza akafanya bila Mungu. Hakuna hatua anaweza akaenda bila kumweka Mungu. Hakuna hatua anaweza akafanya na afanikiwe bila Mungu wake kuwepo. Na sisi pia tunapopata hizo changamoto, tunapofika sehemu hatujielewi, tunapofika sehemu tunashindwa tufanye nini, tufanyeje, tunashindwa tuanzie wapi, tumalizie wapi, tumkumbuke Mungu. Tuende mbele za Mungu kwa maombi, na sio maombi tu, tufanye na fungo kama vile akina Esther walifunga. Lakini baada ya kufunga usikae pale tu, chukua hatua. Sema kama kifo, kifo, kama uhai, uhai. Lakini mara nyingi tunasema kama kifo, lakini tayari Mungu ashatupigania, kwa sababu tumeshamweka pale kwa neno lile, tumeshamweka kwenye ile issue. Kwa hivyo hata hiyo inapotokea, unafika unapata kumbe hofu ilikuwa ni ya kwako tu. Mungu ameshakupigania, Mungu ameshakushindia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumewekwa pale, tumewekwa kwa wakati kama huu. Utachagua hofu au utachagua kusudi? Unaweza ukajiona ni mtu wa kawaida sana, ila wewe ni jibu kubwa sana katika ulimwengu huu. Unaweza ukajiona kuwa umewekwa kwa familia yako bila kuelewa unafanya nini pale. Unaona kwenye familia yako umedharaulika, unaona ofisini kwako una changamoto nyingi sana, unashindwa, je, ninafanyaje? Je, ninaenda wapi? Je, ninaanzia wapi? Lakini Mungu amekuweka pale, amekuweka kwa wakati kama huu. Naomba tusimame. Kwa hivyo haupo pale ulipo kwa bahati mbaya. Hauko pale kwa bahati mbaya. Uko pale kwa sababu Mungu anakusudi na wewe kwa wakati huo, mahali hapo. Namwomba mchungaji apande. Upo pale ulipo kwa sababu ya wakati kama huu. Mungu amekuweka pale ili na wewe ubadilishe hatima ya wale wanaokuzunguka. Mungu amekuweka pale ili na wewe uwe chanzo cha mabadiliko kwa wengine. Mungu amekuweka pale ili na wewe ukumbukwe kuwa, mtu fulani akumbuke kuwa, kama sio Dr. Susan pale singetoka, kama sio mtu fulani pale singetoka. Mungu amekuweka pale alipokuweka kwa wakati kama huu.